mzima, nothing ambacho kinatokea. Mimi nilipoona katika ulimwengu wa roho kwamba namba 3 imebeba kitu fulani, nikasema tuanze ujenzi. Mnaona kwamba hatukuwa na fedha za kutosha, hatukuwa na matio. Kila mtu alikuwa anaona kana kwamba hii kitu tunaanza itatushinda au itakuwa ngumu, lakini unaona Mungu ambavyo amekifanya, tayari kinakaribia kuisha bila kuwepo na mtu ambaye anaweza akasema nimejitwika mzigo mzito au nimeremewa mahali. Kila mtu anakwenda tu katika wepesi, kila mtu akiwa mwepesi, na kazi ya Mungu inaendelea kufanyeje? Kufanyika. Kwa nini? Kwa sababu tunajua majira. Biblia inasema ng'ombe wanajua majira ya kuzaa kwao, kurungu angani wanajua majira ya kuzaa kwao. Kila kitu kinajua, lakini watu ndo ambao wananaswa katika mitego kama viumba ambavyo havielewi kwamba ni nini. Biblia inasema mwanadamu kadhalika hajui majira yake, ananaswa katika nyakati mbaya. Mungu akutoe kunaswa katika nyakati mbaya katika jina la Yesu. Amen. Akupe kujua majira yako ya mafanikio in Jesus name. Amen. Nasema hivi, Mungu akupe kujua majira yako ya mafanikio katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu hawajui kwamba ana miezi yake ya bahati. Kuna watu hawajui. Kuna watu kabisa hawajui kwamba kuna miezi katikati ya mwaka ana miezi yake ya bahati. Kuna watu hawajui. Kimuuliza ukamwambia hivi mwezi ambao mambo yako yanaendaga vizuri, hajui. Lakini Biblia inazungumza, kabla sijafundisha juu ya uzao, labda tuangalie tu ni kukumbushe kwamba kuna miezi ya bahati. Biblia inasema nalisema na wewe katika majira ya kufanikiwa kwako. Tuangalie katika kitabu cha Yeremia nipate kukuonyesha tu hapo. Kila mtu ana miezi yake ya bahati, kila mtu. Kama ujui, unatakiwa kurudi kumuuliza Mungu, miezi yangu ya bahati ni ipi? Na Mungu atakusemesha, kwa sababu weza akakuficha. Kwa sababu ile kwamba ipo na haujui inaweza ikawa chanzo cha matatizo katika ulimwengu wako. Kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 21. Nataka nikukumbushe tu kwamba unatakiwa kumwomba Mungu akujulishe na ufanye nini katika hiyo miezi. Kwa sababu kuna wakati ni miezi ya bahati, ni miezi ya Mungu anataka, lakini hauja unlock. Unakuta imefungwa na hujafungua chochote. Ndio maana tunapokuwa tunazungumzia watu kutoa dhabihu, watu wanakuwa naweza kaona kama ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu hawaelewi pattern ambazo zinakuwa katika ulimwengu wa roho. Wangelijua kabisa kwamba hii ni miezi yangu ya bahati, wangelikuwa wanajua namna ya kuyatamia, namna ya kuachilia dhabihu, namna ya kutamka, namna ya kusema, mpaka inafika kwamba huo mwezi kila kitu ambacho kimeprogramiwa na Mungu kwenye hiyo mwezi kinaanza, kinatokea. Lakini wengi hawajui. Kitabu cha Yeremia anasemaje? Yeremia 22 mstari wa 21. Nahitaji sote tusome kwa pamoja ili upate kuelewa, maana vingine tunaweza tukawa tunavisema hata kuvisoma hata kuvisikia hujawahi kuvisikia. Tukianza kuvizungumza hapa unaanza kushutuka, na hiki vipo. Lakini kwa sababu tunapofundisha au wakati mwingine kuna masomo mengi tunayatuma YouTube. Kuna wengine hata ana smartphone, ana nini, lakini anapotoka hapo hata kuangalia kusema kwamba nipitie ambacho kimefundishwa. Unaweza ukavisikiliza kwa wingi hapa, ukatoa kimoja au usielewe, lakini utakapoketi nyumbani ukarudia tena, kupata kile ambacho Roho Mtakatifu alikuwa anataka upate kukijua. Kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 21. Biblia inasemaje? Unyote tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hivyo kutokuitii sauti yangu. Biblia inasema nalisema na wewe katika wakati wako wa bahati. Lakini ulisema mimi haya mambo ya kwenye nyakati zangu za bahati sitaki kuyasikia. Na kwa namna hiyo watu wengi tunaishi maisha ambayo ni ya dhiki, maisha ambayo mpaka mtu anakufa hajawahi kuona furaha, hajawahi kuona baraka, anasikiliza vitu vingine kwa watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu hajui nyakati zake za bahati. Hajui nyakati zake za miezi yake ambayo tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 unafikiri miezi yote ni free. Na ndio maana watu wanaweza akajua miezi yao ya kuzaliwa, lakini wakashinda kujua miezi yao ya bahati. Eti anajua kabisa mwezi wa kuzaliwa anafanya birthday,
ungetakiwa kujua mwezi wako wa bahati. Sio mwezi wa kuzaliwa, unaweza usiwe na maana, lakini mwezi wako wa bahati, Biblia inasema kila mtu ana nyakati yake. Na ukisoma kitabu cha Mhubiri anasema wanadamu wamekuwa kwa sababu hawajui nyakati zao. Hawajui miezi yao ya bahati. Ningeisoma lakini nitakuja kuifundisha wakati mwingine. Namna ya kuunlock miezi ya bahati. Namna ya kujua nyakati zako za bahati. Namna kunini kwenye hizo nyakati vitu huwa vimewekwa mserereko kwamba kitu fulani kitokee, kitu fulani kitokee, kitu fulani kitokee. Lakini usipojua vinakuwepo ili uweze ukavigusa. Vinakuwepo vikiwa vimefungwa. Vinakuwepo ukiwa unaendelea kutabika. Na kuna nyakati ambazo Biblia inasema kila mtu ana nyakati zake za vita. Ziko nyakati unakuta Biblia inasema nimeandikiwa masiku ya mashubiri. Kuna nyakati ambazo unakuta ni nyakati zako ambazo unatakiwa upambane. Unatakiwa kujua pia miezi yako ya mapambano. Unapoijua unajua kwamba huu mwezi ninatakiwa kuanza kuombea mapema, kuweka wakfu mapema, kukataa baadhi ya majanga mapema. Kwa sababu usipojua, sio kwamba kutokujua kutahuzuia hayo mambo yatasitokee. Ujui, lakini arraignment zitajiarraign kwa ajili ya kufight na wewe, kwa ajili ya kupambana na wewe. Kwa hiyo hivyo vitu tunatakiwa tuvijue. Lakini hapa somo langu kubwa ni juu ya kubariki uzao wa ardhi, kubariki tumbo la ardhi. Kwa hiyo nimeanza kukuonyesha kwamba siku ya 3 ndio Mungu aliyoanza kuumba au kulibariki tumbo la ardhi. Kuimaanisha ndani